anayemtumaini. Nitarudia, onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Tupungane mikono asubuhi ya leo kama una furaha na umebarikiwa pia. Haleluya. Tunaongea wapungi mikono, hamjabarikiwa? Punga mkono kama umebarikiwa asubuhi ya leo. Ya utaratibu wa ibada tutaenda kama ifuatavyo. Huko kwa namba 116. Lakini kwa pili tutaenda kwa kanisa kwa ya Bethel. Wakati wa kufunga tutaenda kwa kanisa kwa Unite. Ndio hivyo tunaomba mbaraka, tuombe utulivu. Tunapenda kuimba wimbo huu. Niwe na uzuri wa Mwokozi, nazo huruma zake na Baba yetu na Mungu wetu mkuu, saa imefika wana na binti zako waweze kusogea katika madhabahu yako, waweze kupata baraka, waweze kujihudhurisha mbele za kiti chako cha enzi kwa njia ya nyimbo, sala, matoleo na kumega mkate wa mbingu ambao ni neno lako. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu, kaa pamoja nasi mwanzo huu mpaka mwisho, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibuni katika somo la maandiko ambalo linaongoza ibada ya leo. Linapatikana katika Yeremia 7 mstari wa 3. Yeremia 7 mstari wa 3. Ninaomba wale wanaofuatilia fuatilie, ninatoa sekunde chache ili tusome kwa pamoja. Yeremia 7 mstari wa 3, neno la Bwana linasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Nitalirudia, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Bwana awabariki. Bwana pia 16 tusimame.
Haleluya. Baba mtakatifu, Mungu unayetawala mbinguni na duniani, wewe ni Mungu wetu milele, kwa kuwa ulituumba na kutuweka katika ulimwengu huu. Tunakuja chini ya miguu yako tukileta sifa, shukurani na heshima mbele zako, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine anayepaswa kuabudiwa isipokuwa ni wewe Baba yetu mbinguni. Asante kutupatia nafasi tena hii. Tumekuja kama tulivyo. Ninakusihi ukatupokee kila mmoja ambaye ataweka moyo wake wazi. Ninakusihi ukaujaze. Tumekuja hapa wengine wakiwa ni wagonjwa. Baba wa mbinguni, ninakuomba mkono wa uponyaji ukaguse kila mmoja wetu, ili katika ibada hii ya leo ikawe ni ibada ya uponyaji. Wengine tumekuja lakini tukiwa na mizigo ya dhambi. Baba, ninakusihi damu yako iliyomwagika pale msalabani ikaguse na kusafisha taka zote, ili watu wako tukalisikie neno linaloponya na kuokoa. Baada ya somo hili tukakiri kwamba tumekutana nawe. Tunamweka mtumishi wako mikononi mwako. Kwa muda wa juma zima amelilisha hekalu lako. Baba wa mbinguni, ninakusihi leo ukamtumie tena kwa mara nyingine, jinsi ambavyo Roho wako atamuongoza. Ninakusihi uendelee kututakasa kila mmoja wetu, kwa kuwa ni sabato ya sikukuu ya meza ya Bwana. Ninakusihi Mungu wetu, Roho wako akatwame ndani ya hekalu hili, ukiwabariki wenzetu ambao wamekwenda kule Meserani. Ninakusihi ukaunganishe ibada yetu ikawe ni moja, kukufikia kwako kama manukato mazuri, nawe ukatupatie majibu kwa kadri ya mapenzi yako. Neema yako na itoshe kwetu tunapokwenda kuiomba ile sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakatifu litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usitutie majaribu, bali tuokoe Mungu, kwa kuwa ni ufalme na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana asifiwe tena. Waombe wale Sabato ya 52. Sabato ya 52 Desemba 27, 2025. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyokwisha kupambwa kwa mumewe. Ufunuo 21 mstari wa 2. Siku moja mhubiri alichora picha nzuri sana ya maisha kwenye nchi mpya, kiasi ambacho alipomaliza kuhubiri, mtu mmoja alipaza sauti yake kutokea katikati ya kanisa: mchungaji, nina shauku ya kuwa pale. Baadhi ya aya zilizonukuliwa na mchungaji ni hizi. Katika kitabu cha Isaya 33 mstari wa 24, anasema, wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa, watu wakaao humo watasamehewa maovu yao. Katika Isaya 11:9 anasema hawatazuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyofunika bahari. Katika Ufunuo 21 mstari wa 4 anasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti hayatakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwenye dunia hii huwa tunaomboleza,
tunateseka na kufa. Hata hivyo, tunapokuwa tumemaliza kazi ya kuichukua Injili kila mahali na tukiwa tumefikia kwenye nchi mpya, matatizo hayo yote yatakoma. Bwana asifiwe sana. Je, tunashindwa kuwa na subira hadi tufikie pale? Kama kitu kimoja tu kinachosimama kati yetu na nchi mpya, kumaliza kazi. Tuna kitu kimoja tu kinachosimama kati yetu na nchi mpya, ni kumaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wito anasema, hebu basi turudishe kwa uaminifu zaka, kutoa sadaka na mpango wa ukarimu, ili kazi ipate kumalizwa na tupate kufika kwenye nchi mpya na shauku sana ya kuwa na shauku sana ya kuwa pale. Bwana na bariki neno lake. Amen. Tunaendelea na kukusanya sadaka, ombi baadaye. Ndio
Bwana asifiwe. Basi tuinamishe nyuso zetu chini tuweze kuomba. Baba yetu na Mwokozi wetu uliye mbinguni, masaa haya tunakuja mbele zako. Tunashukuru maana umetupatia nafasi ya pekee sana katika maisha yetu. Sabato hii ya leo, Bwana na binti zako tumehudhuria hapa na tumefanya zoezi la kutolea zaka na sadaka. Jina lako takatifu litukuzwe. Tunaomba utusamehe yote ambayo tumekukosea katika maisha yetu, kwa kufikiria kwetu, kunena na kutenda kwetu. Tusamehe kabisa, tufai mbele zako siku utakaporejea tukapate kurithi ufalme wa mbinguni. Baba, tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu, aweze kutufundisha na kutuelekeza yale yanayopaswa kufanya. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikatawale katika macho yetu, ikatawale katika shughuli zetu tunazozifanya, ili kila mahali tuendako, kila tunalolifanya, kila tunaloliona, lakini utukufu wako kapate kuonekana. Tunaomba kwa ajili ya hawa ambao wamekutolea zaka na sadaka. Tunakuomba Mungu wa mbinguni uwabariki, wazidishie mara 100, wasije wakakusahau hata siku moja. Kwa baraka ambazo utawapatia wakazidi kutolea siku hadi siku hadi kufika makao ya amani. Lakini naomba kwa ajili ya wale ambao hawakufanikiwa kupata, ninakusihi na kuomba baraka zako zikaendelee kumiminika kwao, ili sabato nyingine wote tukaweze kutolea zaka na sadaka. Lakini tunawakumbuka wagonjwa ambao wako kule majumbani, nao pia ukawaguse kwa mkono wako wa rehema. Baraka zako na neema yako ikapate kutawala katika maisha yetu. Mwisho wa yote wote tukaweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Nipende kuchukua nafasi kuwakaribisha wote katika ibada hii takatifu ya Pasaka, wageni pamoja na wenyeji, tushiriki pamoja. Sasa hapa ninatambulisha wale ambao tunaongoza ibada ya leo. Tunao mashemasi ambao wamesimamia programu ya matoleo ya sadaka, mahali walipo waweze kusimama na kupunga mikono yao. Haleluya. Tunaongozwa hapo na kiongozi wa nyimbo pamoja na kinanda, mpiga kinanda. Sawa, msalimie watu wa Mungu. Haleluya. Aliyetusomea somo kwa ajili ya matoleo ni Shemasi Samuel Elinsafi. Naomba usalimie watu wa Mungu. Aliyetusomea wito wa ibada ni Shemasi Mkuu Wazuri Jackson, mahali alipo. Labda kwa wajibu wake kama shemasi kuna jambo anarekebisha hapo, tuliona huduma yake. Lakini pia aliyesoma fungu kuu pamoja na ombi kuu ni mzee wa kanisa Isaya Baraka. Ninayeongea nanyi ni Joram Rapson, mwenyekiti wa membari katika ibada hii. Ni miongoni mwa wazee wa kanisa ambaye amekuwa akituhudumia wiki nzima hapa juma la uwakili, na limetangazwa kwamba litahitimishwa jioni saa 11 mpaka saa 12. Hii ni vyema niiseme tu kwa upana wake, tusikose. Wale tuliofika katikati ya wiki tulibarikiwa, na hata watakao kuja jioni tutaungana kubarikiwa pia. Ataanza kujibu maswali mengi yaliyokuwa yameandaliwa na hatimaye atamaliza hotuba ya wakili. Hotuba hii ya sasa
sio ya uwakili kama ilivyopangwa. Hii ni hotuba kwa ajili ya kushiriki huduma ya meza ya Bwana. Kwa hivyo tutamuona hivyo, ataendelea. Kwa jina anaitwa Mchungaji Felix Mwigage. Nimesema vizuri au utarekebisha? Hivyo hivyo. Yeye ni mtumishi kule na Berera Simanjiro, ni mchungaji wa Global Mission. Anaendelea pale na kazi ya Mungu na anatamani siku moja kanisa lote la Bethlehem liende kule likaungane pamoja naye. Amen. Basi mpaka hapo iko kwaya iliyoandaliwa kuimba ili mtumishi wa Mungu aweze kusimama.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana ni mwema wakati wote. Hata kama jana ulilala njaa, Bwana ni mwema, leo utakula. Amen. Amen. Hapa kuna wageni ambao kwa mara ya kwanza kabisa ndio wameingia katika kanisa hili. Wanyoshe mkono, yaani mara yao ya kwanza. Bwana akubariki sana. Tuko pamoja na wewe. Amen. Na mimi kwa leo ni mara ya kwanza, yaani sabato hii ya leo. Tuko wageni, kwa hiyo hawa watu wa Mungu ni wakarimu sana, kwa hiyo uwe na amani. Watatukaribisha. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakaribishe katika ibada ya mchana wa leo ambayo tumekuwa tukitamani kuiona. Jana nilisema kwamba kesho kuna watu walisikia kwamba kuna mgeni. Sasa walifikiri ni kimgeni kikubwa, yaani kinafika huko juu, kitambi kikubwa na tai ndefu. Alafu na mimi nimekataa kuvaa tai. Mgeni ndio huyo. Ni wangapi wanasema mgeni karibu? Bwana awabariki sana. Kanisa lote linasema nikaribie. Na mimi nimesha karibia, sasa nimekwisha kuwa mwenyeji. Mkuu wa wakili, ninaomba uniambie ni nyumba ngapi ambazo nimezifikia. Mkuu wa wakili mahali alipopunga mkono, nyumba nilizofikia kwao. Nyumba 34. Bwana asifiwe. Nyumba 34. Zile ambazo sijafikia, ipo siku Mzee Joram na kamati yako yote, yaani kabla ya robo ya kwanza haijaisha, nije nimalizie hizo nyumba. Mnasemaje watu wa Mungu? Yaani kabla ya robo ya kwanza haijaisha, uniite nije nimalizie hizo nyumba. Tumebarikiwa sana katika juma hili, ila mtanisamehe wale ambao walisema tunaenda mchana asubuhi ili tuangalau tupate muhtasari wa masomo yale. Muhtasari nitautoa jioni saa 11. Hapa ninazungumzia kitu kingine kabisa tofauti na mambo ya wakili. Leo nitashughulika na kukarabatiwa. Jamani, kukarabatiwa, kutengenezwa. Leo nitazungumzia kutengenezwa ili ufae kwa ajili ya wokovu, ili ufae kwa ajili ya mbingu, ili ufae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ninawapenda sana mafundi, hasa mafundi wa aina zote. Ukimkuta anatengeneza nguo, kitambaa cha kuvaa, unaweza ukahisi huyu fundi ni mbaya, ila anataka uvae vizuri. Ukienda kwa fundi ambaye anajenga nyumba, tofali imenunuliwa hela 1500, ile tofali la viwango analikata. Anasema hivi, huyu haoni hata gharama ile nunua hiyo matofali. Anataka livae kwa ajili ya kujenga. Sasa leo tunataka kukarabatiwa ili tufae kwa ajili ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Ni nani ambaye hataki kukarabatiwa? Anayetaka kukarabatiwa ni nani? Mimi namba moja. Bwana akubariki. Siku ya leo tuna ibada kubwa ambazo ni maagizo ya Yesu Kristo. Ibada ya kwanza kabisa ni ibada inayohusiana na ubatizo, hata kama itakuwa mwishoni. Maana agizo la Yesu kwa kanisa ni enendeni mkafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo ni agizo la kwanza la kanisa. Namba 2, kumbukumbu
ya mateso na kifo cha Kristo, Pasaka au meza ya Bwana. Na leo hivi vitu vinafanyika mahali hapa. Lakini kabla ya vitu hivyo vyote, tunahitaji kufanya marekebisho ambayo yanaweza kutufanya tufae kwa ajili ya kufikia hayo malengo. Katika vitu ambavyo ni vya msingi sana ni ibada, na watu wengi wanatamani kuwa katika ibada, lakini hawataki kujiandaa kwa ajili ya ibada. Na leo hivi ninavyozungumza, nilitakiwa niwe mlangoni mapema kabla watu wanapoingia kanisani ili niweze kusema maneno haya. Maana ujumbe nilionao ni ujumbe wa Mungu ambao Mungu alimwambia Yeremia asimame katika lango la Yerusalemu, awaambie watu wanaoingia katika lango hilo, awaambie kwamba ninyi watu mnaoingia katika lango hili mnatakiwa kuwa 1, 2, 3, 4. Ujumbe huu nilipokuwa na usoma, kwa kweli nilibarikiwa, alafu nikaogopa, alafu nikapiga magoti nikamwambia Mungu, naomba unisaidie watu wa Mungu wasije wakanikimbiza au wakanifukuza. Ujumbe huu ni ujumbe mzito ambao tutausoma katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 7, tutasoma mstari wa 1 mpaka mstari wa 11, lakini fungu moja tu ndilo linalosimamia ujumbe huu. Kitabu cha nabii Yeremia 7:1 hadi 11. Nitasoma kwa haraka, ninaweza bila kusimama. Ninaomba uangalie Biblia yako, kama nitakuacha utarudia tena. Neno la Mungu linasema, neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu. Mwambie jirani yako kwamba tengeneza njia yako. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nani nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo mkisema, hekalu la Bwana ndiyo haya. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya jirani yake, kama hamonei mgeni wala yatima wala mjane wala kumwaga damu isiyo na hatia, mahali hapa hasara yenu wenyewe. Narudia mstari wa 6, kama hamonei mgeni wala yatima wala mjane wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. Angalieni, mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidika. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kufukizia Baali uvumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua? Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema, tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Mstari wa 11, je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni, mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Fumba macho tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu unatupenda.
kwa kuwa Bwana unahitaji tuweze kufaa kwa ajili ya wokovu na kwa ajili ya uzima. Unahitaji kutukarabati, unahitaji kututengeneza, unahitaji kutufanya, nasi tunakuomba tukubalike kutengenezwa ili tuweze kwenda mbinguni Yesu anapokuja. Baba, asante kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu utanitumia mimi mtoto wako, mtumishi wako tu. Mimi ni midogo tu inayoongea, lakini wewe ndiye unayesema ndani yangu. Ninaomba kwa imani katika jina la Yesu. Amina. Amina. Wapendwa katika Kristo, watu wa Mungu, Bwana anawapenda sana. Amen. Maana Ufunuo anasema Bwana anayempenda kumkemea na kumrudi. Hata hivyo wewe mtoto wako ambaye unampenda, ukiona anaingia mahali pabaya, unamkemea ili aweze kubadilisha. Mungu aliwaona wana wa Israeli. Wana wa Israeli Mungu aliwapenda, upendo ambao haupo duniani kote. Wana wa Israeli walipata mahali pa kuabudia ambapo Mungu aliweza kumbariki mtumishi mtoto wa Daudi anayeitwa Sulemani, akajenga hekalu kubwa kama hili. Ila hili ni dogo, maana joto tunataka kutuua. Muda sio mrefu tunatakiwa kuhamia kwenye jengo kubwa. Amen. Tunatakiwa kuhamia kwenye jengo kubwa, lakini hatutahamia kama hautanyosha mkono wako tarehe 2 kuweka fedha katika mfuko wa kujenga kanisa. Vinginevyo tutafia humu. Tutafia humu. Maana watu sasa tunaongezeka, kanisa ni dogo. Tunatakiwa kujenga hekalu kubwa ili watu waweze kuja kuabudu. Mbona amina ni ndogo? Na wakati watu ni wengi. Jamani, tunatakiwa kujenga hekalu kubwa. Hata wewe hauoni. Hata hivyo watu hawajaje wengine. Maana zile nyumba ambazo ningezifikia zote, wote wangekuja, wangealika na wengine, wangekuwa wamejaa, wengine huko nje wamejaa, wengine wamejaa huko nje. Kanisa hili ni dogo. Halitoshi. Hilo kanisa tarehe 2 tunatakiwa kulijenga. Na mimi nitashiriki. Jamani, na mimi nitashiriki. Hata kama ni kidogo, na mimi nitashiriki. Hata kama kwetu kanisa halijaisha. Yaani ukija kwetu utatamani hata usisali. Lakini na mimi nitashirikiana na ninyi tujenge hili kubwa ili watu waweze kuabudu. Tunasema amina, lakini baadaye tutaanza kuramiana. Kwamba jamani hapa na hapa napo. Kuna mchungaji mmoja alisema, wewe hakuna mahali popote ambapo hakuna mchango. Ila kipengele cha mwisho alichokisema, mahali ambapo hakuna mchango ni makaburini. Yana makaburini hakuna kuchangishana. Maana kule ni wafu tu wote. Ila hapa ngoja hapo ni hani. Tarehe 2 tutachanga. Ni wangapi wanasema tarehe 2 tutachanga? Bwana wabariki. Wananyosha mikono kidogo. Hii ni ishara inayoonyesha kwamba wengine hawatachanga. Jamani, tarehe 2 tutachanga? Nyosheni mikono sasa nione. Bwana wabariki. Mzee, nimemaliza. Ila kazi yangu mimi ni kuinua mikono, kuomba watu waweze kupata fedha, waweze kuchanga ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Sasa hekalu la Bwana ambalo lilijengwa, watu wanaoingia pale kuabudu, watu waliingia pale kuabudu katika hekalu, lakini mambo yao yalikuwa ni mabaya sana. Mambo yao yalikuwa ni magumu. Watu walibadilisha mtazamo wa mwelekeo wa maisha ambayo Mungu alikusudia wana wa Israeli waweze kuishi. Watu walijichangamana na miungu mingine ambayo Mungu alikuwa amewakataza wana wa Israeli wasiweze kuchangamana nayo. Hilo ni kosa la kwanza ambalo Mungu alimchukiza. Alafu watu wanaingia katika hekalu kuweza kuabudu.
Watu walianza kuoa na kuoana na wana wa watu wale ambao walikuwa wanaitwa watu ambao hawamjui Mungu. Mungu akachukia, kwa maana ya kwamba wakaanza uasherati, wakaanza uzinifu. Mungu akachukia. Watu wakaanza kufikizia uvumba miungu mingine. Mungu akachukia. Kamwambia Yeremia, sasa wakati umefika ambapo unahitaji kwenda kusimama katika mlango uwaambie watu wanaoingia katika hekalu hili ili kuweza kumwabudu Mungu. Waambie maneno haya. Waambie maneno haya. Maneno haya utakayowaambia ni haya: Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nitawakalisha ninyi mahali hapa. Hilo ni jambo la kwanza. Kutengeneza njia zako, kutengeneza matendo yako. Ndipo Bwana atakapokufanya uishi katika kanisa hili. Vinginevyo unakwenda na maisha. Hata kama utakuwemo, lakini ni kama haupo, maana njia zako ni mbaya. Kuna mambo kama manne hapa ambayo ninazungumzia. Moja, watu wanaoingia katika hekalu kumwabudu Mungu lazima wawe tofauti na watu wengine ambao ibada kwao sio kitu. Yaani watu ambao ibada kwao sio kitu, hao acha waishi maisha hayo unayofikiria na wewe kuishi. Watu ambao wanauliza kwamba leo ni siku gani? Ni siku ya Sabato, wakati na wao na wahusu. Acha waishi maisha yale wanayoishi, lakini sio nyinyi au sisi tunaokuja hapa kuweza kumwabudu Mungu. Lazima tuwe na mabadiliko, tuwe tofauti na wao. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe tofauti na wao. Vipi? Lazima tuelewe vizuri Mungu anayesema nasi katika maisha yetu ya kila siku. Lakini jambo la tatu, lazima kanisa litambue au watu wanaokuja kuabudu wajue kwamba mahali hapa sio mahali pa kuficha uovu. Yaani unajua kuna watu wengine wana dini ambayo ni kama kinga ya kufunika dhambi. Yaani kwamba kuna watu wanasema kwamba kofia ile inayofanya hivi wanaita kwamba ni Mungu usinione. Sasa kuna watu ambao wana dini, wana Ukristo ule unaoitwa antikristo, yaani Ukristo bandia, ambao ndani ya Ukristo wao kuna vitu fulani wameficha. Yaani ni kama kwamba watu fulani wanataka kufanya mambo yao, wanataka wao viongozi ili wao wanapitisha vitu vyao kwa urahisi, maana huyu ni mheshimiwa, huyu ni mtu mzuri, hamna shida. Kumbe ni mbaya. Ndio Wakristo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ambao hawataki kufanya mabadiliko katika maisha yao. Lakini jambo lingine, mtu ambaye anaingia kuabudu lazima aamini kwamba Mungu hahitaji mchanganyiko. Jamani, maziwa, si mnajua maziwa, ila maziwa huku hayapo. Tangia nije sijayaona. Hayapo. Hakuna maziwa. Ila nataka niwaambie maziwa yale yanayokamuliwa kwenye ng'ombe ni meupe pe. Ni meupe pe.
Niwaambie maana nyinyi hamyajui, maana huwa yapo. Maziwa meupe kakiingia kakitu keusi, ukiangalia hivi hamu ya kunywa maziwa inaisha. Maziwa ni meupe, lakini kakiingia kakitu fulani keusi, hata kawa kanalingana na mchanga, ukiangalia hivi maziwa yamechafuka. Lazima rudisha. Maziwa meupe hayahitaji kitu chochote cha kuingilia cheusi. Sasa Biblia inaniambia kwamba Wakristo, watu wa Kristo ni weupe kama maziwa. Sasa cha kusikitisha, Yesu akitazama hivi anasema maziwa yamechafuka. Bwana ninataka hivi, kwa kuwa nimechafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa. Tulia hapo. Bwana anataka kusafisha. Maziwa yafae kwa ajili ya kunywewa. Ili ufae kwa ajili ya ufalme wa Mungu, lazima uwe mweupe, usiwe na dosari. Lakini sikiliza, wewe bado unaabudu miungu mingine, maziwa hayo ni machafu. Wewe ni mzinzi, unanitahara. Uko hapo tunaona mke mmoja, lakini una wake watano huko nje. Ni msichana tunakuona, hatujawahi kufundisha ndoa, lakini umeshatoa mimba 3. Maziwa yamechafuka. Unahitaji kusafishwa kwa moto, alafu kwa maji, ili ufae kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bado unafikiria uvumba, unaenda makaburini kufanya ibada, unashirikiana na waabudu miungu na sanamu, unahitaji kusafishwa. Bado unafanya hukumu ya kuonea. Ngoja niwaambie, hapa nimekuja kugundua watu wote hawa wote ni ukoo mmoja. Mzee, nimekuja kugundua watu wote hawa wote ni ukoo mmoja. Maana tukimfuatilia fulani alizaliwa na fulani, mama ya fulani alizaliwa na fulani, fulani alizaliwa na fulani, utashtukia wote tunatoka sehemu moja, yani wote ni wanaukoo mmoja. Sasa sikiliza, kwa sababu hiyo basi watu wanazaliwa katika ukoo mmoja, pakiingia katika kipengele cha kufanya matengenezo, mtu anamwangalia mwenzake. Sasa huyu ni mtoto wa mjomba, kwa hiyo ngoja sasa tukafunike asije wakanitenga kwenye ukoo. Kwa Yesu hayo mambo hayapo, lazima ukarabatiwe. Hukumu, Biblia inasema kama hamtahukumu hukumu ya haki, msimuonee mgeni wala yatima, ndipo nitakapokaribisha mahali hapa mnapokuja kuabudu. Ujumbe ukiwa mzito na mgumu, amina zinakuaga kidogo. Kama hamtafanya hukumu ya haki, mtu amefanya kosa, eti hakuna kumuonya kwa sababu ni mtoto wa mzee wa kanisa, eti kwa sababu ni mtoto wa shemasi mkuu, eti kwa sababu ni mtoto wa mama mtumishi pale. Kama hamtahukumu hukumu ya haki, hamtaingia mahali hapa, mtaingia kwa hasara. Toweni hukumu ya haki. Lakini sio hapa tu kanisani, hata kule kazini. Huenda hapa nazungumzia na watu maofisa wa serikali, watu wakuu ambao Mungu amewapatia dhamana. Wengine ni majaji, wengine ni mahakimu, wanadai kwamba ni Wakristo, lakini kule wanahukumu hukumu ambayo sio ya haki. Unapokuja hapa lazima ufanye matengenezo. Hata hivyo nazungumzia na watu wezi. Unajua wezi, hili fungu nilikuwa sijaliweka, lakini naomba nikalisome. Wezi
Ninaomba wafanyabiashara mnisamehe. Wafanyabiashara mnisamehe. Mithali sura ya 11. Mithali sura ya 11 mstari wa kwanza. Hata fungu nilikuwa sijakaweka kwenye mpangilio wa masomo yangu, lakini nataka nizungumzie uwezi ambao hawaibi kwa kutumia bunduki, hawaibi kwa kutumia risasi, hawaibi kwa kutumia vidole kuchoma mkononi kwenye mfuko, hawaibi kwenda kuchukua vitu vya watu, ila wanaibia pale dukani kwao. Soma Biblia yako inasemaje? Simama usome. Mithali 11 mstari wa kwanza anasema, mizani ya halali ni kipimo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawasawa humpendeza. Bado kuna washiriki wana maduka yao, wana biashara zao, mizani yao, wakipita watu wale wa mizani wanaificha. Alafu hapa wamekuja kuabudu. Ninaomba mnisamehe. Hata hivyo kesho naondoka. Ila ukifanya matengenezo tutakutana mbinguni. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Acheni wizi wa kuingia kwenye mizani. Acheni wizi wa kutaka cha juu sana kuliko kawaida. Hayo ndio matengenezo. Maana hapa hakuna watu wanaoenda kuteka huko mapolini. Hakuna. Ila unatekea kwako. Anayekuja unamteka, anayekuja unamteka, anayekuja unamteka. Wewe unateka wengi. Hayo ni matengenezo tu kidogo. Yaani tunapitishiwa msasa, yaani nyumba imeshaisha. Alafu unajua wale wanaopiga lani, anapiga lani anamaliza, alafu analeta msasa, anaanza kusugua. Hapa tunasuguliwa, nyumba imeshakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wanabarikiwa? Nahitaji kumaliza, twende tukale meza ya Bwana. Maana kwa nini tunapokwenda kula meza ya Bwana watatuletea maji tunawe. Ile ina maana kubwa mbili. Moja, kunyenyekeana. Mbili, kuonyesha ishara ya usafi. Kunawa, tusafishwe. Sasa hapa tunasafishwa mioyo. Maana hakuna mtu ambaye atampa maji mtu kwamba kunywa maji ya kusafisha moyo. Tunasafishwa kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Lakini niseme kipengele hiki kingine kwamba watu wengi wamekuwa wakijisifu kwa kuwa mimi ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato na kuweka tumaini kwamba sasa watanifanyaje. Nabii Yeremia amesema msitumainie maneno ya uongo mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndio haya. Hekalu la Bwana sio pango. Mahali hapa ni mahali patakatifu. Kwa hiyo wanaoingia ni wale ambao wametakaswa na damu ya Yesu Kristo. Wamefaa kufukizia madhabahu ya Bwana. Msitumainie mkisema sisi tumezaliwa. Mimi nilibatizwa mwaka 62. Kuna mahali jana nilipita nikasema kuna watu wana lesoni za mwaka 80, mwaka 72, mwaka 70, lakini bado ni kama wale wa shule ya Sabato na wafundisha kule na bendera. Wako vile. Maana kama sio vile unaweza ukatoka hapa siku ya Sabato ulikuwa unakuja kanisani, ila ukienda kule Sabato hauendi kanisani eti kwa sababu kanisa lile sio zuri kama la kwetu. Wewe ni mpagani. Nimewahi kwenda kuwa Dar es Salaam kule Kongoe, nikaenda kule sehemu moja inaitwa Kimanzichana, mashambani huko kwa ndani. Siku ya Sabato ikafika ikatukuta kule. Nikamwambia mwenzangu tufungue Sabato, muda umefika. Sema
tunafungua Sabato kwani huko kuna kanisa. Nikamwangalia, alafu alikuwa ni mwalimu wa lesoni. Nikamwangalia, wewe dini yako ni ya mdomoni, sio ya moyoni. Tufungue Sabato, imefika. Sema huko hakuna kanisa. Nikasema wewe ni nini? Sio kanisa. Kamwambia muda umefika, mimi kazi naacha, twende tukafungue Sabato. Nina Biblia, nina kitabu cha nyimbo, nina lesoni. Tukaanza ibada. Akasema, wewe rafiki, dini imekukolea. Nikasema sio dini imenikolea, Yesu amenijaa. Amina. Tulipokuwa tunafanya ibada hapo asubuhi, akaja mwenyeji wetu, akasema, leo hamjaenda kazi? Nasema leo ni Sabato. Sema, tena kweli, tena leo ni Jumamosi, tena leo ni Sabato. Sema sisi tulishaka sahau. Tena kuna mama mmoja hapa anaitwa Mama Bongo, naye ni Msabato. Twende kwake. Tukaenda tukakuta amevaa magamuti, nyuka na fanya anamenya karanga. Akasema, mama, nimekuletea waumini. Waumini akakimbia huko akatoa magamuti akaja. Sema sasa tulikuwa tunaendesha shule Sabato hapa, sasa hapa tuanze ibada kuu. Yuko na kijana wake ameenda kuchota maji. Alafu huyo mama Kongoe, kanisa kubwa ni shemasi. Nasema, mama, ndio maana sisi Waadventista wa Sabato tukienda mahali sehemu mahali papya, Waislamu wanakuja wanajenga msikiti, walokole wanajenga kanisa, watu wengine wanajenga, sisi tunakosa. Baadaye miaka imeshapita, tunaanza kutafuta hata na uwanja wa kanisa hatupati. Kwa sababu tulipokuja dini yetu tulificha, tukaanza kufanya mambo mengine, maana hakuna mabadiliko. Kawaambia, wapendwa, kanisa sio hilo jengo, kanisa ni wewe. Mahali popote unapoenda wewe ni kanisa. Lakini kwa sababu watu wanaingia na kutoka ndani ya kanisa, hawataki kufanya mabadiliko wala matengenezo, kinachotokea ni hicho. Wakitoka hapa wakaenda kule, ni wapagani. Hivi unanielewa? Sasa habari gani? Hivi unafikiria Yesu akija, hao watu watawapeleka mbinguni? Toa jibu la ndio au hapana. Yaani hapa unapokuja onekana kwamba wewe ni mshiriki, wewe ni Mkristo, lakini ukitoka hapa ukaenda kule, wewe ni mpagani. Je, Yesu akija ambaye tunamtazamia aje hivi karibuni, utaenda mbinguni au tabaki? Tabaki. Sasa kabla Yesu hajaje, nataka tufanye matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Huenda hili hubiri umewahi kulisikia. Huenda hili somo sio mara yako ya kwanza. Maana hapa ndipo kongwe la wachungaji. Namshukuru Mwenyezi Mungu hata nimefika kwa Mama Singo pale, mchungaji wetu mkubwa ambaye yuko katika wakili katika union hii. Nimefika nyumbani kwake. Naye yuko huko anapiga injili huko mahali pakubwa huko, anafikia watu wengine ambao mimi siwezi kuwafikia. Lakini na mimi nimefika kwake. Amen. Mama nikamwambia fanya matengenezo. Na hapa kama yuko apunge mkono. Mama Singo, Mungu akubariki sana. Na wengine hapa kuna wake za wachungaji wa staff. Kwa hiyo hili somo sio jipya kwao. Ila kwa sababu neno la Mungu kila siku ni jipya, ninakutangazia habari njema. Fanyeni matengenezo, Yesu anakuja. Acha mazoea. Injili inakuwa ngumu. Jamani, injili inakuwa ngumu. Sisi wainjilisti tunaulizwa maswali ambayo hatuna majibu, maana kwenye Biblia hayamo. Kwamba hivi na yule ni Msabato, tunashindwa kujibu kwamba ndio au hapana. Maana wanavyokuona maisha unayoishi, jinsi unavyofanana na jinsi ulivyo, yaani unaonekana kwamba wewe ni mpagani. Sasa si ufanye matengenezo tu, ili akikuona kweli amuone Yesu ndani yako. Kwa kweli tumemwona Mwadventista kule barabarani. Ako kama sasa nikakali. Ila ukubali. Kuwa mwaminifu. Jamani, kuwa mwaminifu. Fanyeni mambo yote kwa haki. Tenda mambo yote kwa haki. Tengeneza mambo yako, hautakwama.
Lakini usipende sana kuiba, kama nilivyosema, kwa mizani, kwa kutapeli, kwa kudanganya. Maana sasa hivi tunatembea katika ulimwengu wa dola. Sasa yaani mtu yuko radhi aseme uongo, adanganye, lakini apate ankara. Kuna vijana mmoja, wanafunzi waliniuliza swali, sema, mchungaji, hivi mtu akienda huko akapora pesa kama milioni 200 akaja akajenga kanisa, huyo mtu ataenda sadaka yake itakubalika au? Nikamwambia Misali sura ya 8 mstari wa 15 anasema, sadaka ya mtu muovu ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Nikasema fedha akileta, tutajenga kanisa, tutaingia, tutaabudu, lakini yeye ataenda kwenye moto uliokolezwa mara 7. Yaani uliochochewa mara 7 pamoja na sadaka aliyotoa ya kujenga ghorofa. Ila habari njema ni kwamba usiibe. Acha wizi wa kutapeli, wa kusema uongo, wa kujiuza. Kuna watu wengine wanajiuza. Kuna mshiriki nilimkuta kwenye baa kule kwetu na Berera, anauza baa. Sasa mimi nimeenda kutembelea tu watu. Kuna baba mmoja Munguru anakunywa pombe sasa mpaka na kuvua nguo anavua. Sasa nikaenda kumuona huyo mzee. Mzee wangu vipi? Sasa nikakuta na binti hapo. Akasema mchungaji, karibu. Karibia hapo. Akaleta na simu. Akafungua simu Biblia. Sasa kaniuliza, na huyo ana Biblia kwenye simu? Nikamuuliza, wewe ni Mkristo? Akasema unasali wapi? Sabato. Wapi? Kule chini. Nikasema chini wapi? Anaposema chini, huko ndiko tunakoabudia. Nikasema mara ya mwisho umekuja lini? Nasema mwaka jana mwezi wa 12. Na kweli mwaka jana mwezi wa 12 nilikuwa sijaja. Nikasema sasa sikiliza, mimi sasa nina mwaka 1.5 ninasali pale, sijakuona. Uko wapi? Sema niko hapa. Wewe ni mshiriki wa wapi? Nasema ni mshiriki wa Tanga. Tanga wapi? Kanisa la Hae. Alishajichokea sasa, nauza baa kwenye Jerusalem. Ila akienda huko Tanga ni mshiriki. Akienda Tanga ni mshiriki, anapeleka na sadaka. Maana si haumjui, alikuwa kazini huko mbali. Hivi unanielewa ninachokisema? Hapa kuna wageni wamekuja, maana huu ni mwishoni mwa mwaka. Wamekuja hapa, tunawaona ni washiriki, lakini wakitoka hapa wakienda kule wanauza baa. Kama wapo wafanye matengenezo. Hata vijana wa kiume wako hapa, ila wakitoka kule wanauza madawa ya kulevya. Fanyeni matengenezo. Kuweni wenye haki, Mungu atawabariki. Mwisho, wacha kusema uongo. Bwana ameona. Bwana ameona. Bwana amesema. Ametuma mjumbe. Bwana ameona. Bwana ametuma mjumbe kutangaza ujumbe wa matengenezo. Na hili ameliona. Ameona atume mjumbe aseme neno la matengenezo. Kama utabaki bila kufanya matengenezo, na Bwana anaondoka na mjumbe anaenda, utabaki hivyo hivyo. Lakini nakuomba, ninakushauri fanye marekebisho unapoingia kuabudu, ili Mungu aweze kukalisha mahali hapa katika hekalu lake. Mjumbe wa Mungu Nabii Ellen G. White, unajua tukienda kwenye nukuu hapo, ibada itakuwa imeisha, kutoka katika kile kitabu cha Matukio Siku za Mwisho. Maana watumishi wa Mungu hawa nao ninawapenda sana. Wanasema kwamba sisi hatusome vitabu vya roho ya unabii. Mimi nilikwambia kwamba mimi niliongoka, lakini kitu ambacho kilinibariki ni kusoma vitabu. Bwana asifiwe. Yaani kilichonifanya niwe hivi kama unavyoniona
nikatengenezwa na msasa ambao ulikuwa umechongoka vizuri, unaincha. Ni vitabu vya roho ya unabii na Biblia. Maana nilisoma kwa spidi kubwa sana. Wakasema hapana, wewe sio mwongofu, ni mzaliwa. Nilisema hapana, nina uchungu na kuelewa hii imani ya Kiadventista. Vitabu vya roho ya unabii vinasema maneno haya. Kitabu cha roho ya unabii, matukio siku za mwisho, ukurasa wa 47. Kama hauna hapo, najua huja akileta, unaweza ukanukuu. Kuhukumiwa kutokana na nuru tuliyopewa. Jamani, kuhukumiwa kutokana na nuru tuliyopewa. Mungu atahukumu kwa sheria zake, zile amri 10. Waadventista wa Sabato watahukumiwa kwa sababu nuru waliopewa hawakuitendea haki. Ninanukuu maneno haya, nasema hivi: kanisa la Waadventista wa Sabato litapimwa kwa mizani ya hekalu la mbinguni. Litahukumiwa sawasawa na upendeleo mwingi wa baraka ambazo limekuwa nazo, kama hali yake ya kiroho hailingani na manufaa mbalimbali ambayo Kristo kwa gharama ya juu mno ameweka kwake kama baraka walizozawadiwa. Hazikulifanya lifae kufanya kazi iliyokabidhiwa kwake. Kauli hii inatangazwa juu yake: umeonekana kuwa umepunguka kwa nuru uliyokirimiwa. Fursa zilizotolewa litahukumiwa kwa hizo. Mengine utamalizia. Kanisa la Mungu litahukumiwa kwa nuru lililopewa. Tumepewa ujumbe wa kweli, ila hatutendei kazi. Ni wangapi wananielewa? Yaani tunabaki tu kuwa watu wa kujua maandiko. Na Yesu akawaambia wale Wayahudi, Mafarisayo na Masadukayo, anasema mnataka kuchunguza maandiko lakini hamtaki kuja kwangu. Na hiyo sio kanuni ya kumfanya mtu aende mbinguni. Ametoka hapa profesa, ametualika tukapeleke watoto wetu chuoni. Lakini wanapoenda chuoni, chuo kile cha kimataifa, wao wamefanya matengenezo, wasije wakawa pagani pamoja na elimu yao kubwa. Hivi mnanielewa? Sisemi kwamba msiwapeleke, muwapeleke, lakini wafanye matengenezo. Hapa kuna wanafunzi wa vyuo, wanyoshe mkono. Bwana wabariki wanafunzi wanaosoma vyuo vikuu. Hawapo? Wapo. Mungu abariki sana. Musome, muwe kama Danieli, muwe na maarifa mengi, lakini mjue Mungu wa kweli kama Danieli. Amesema yule mzee. Mungu abariki sana. Ila nuru tuliyopewa tutahukumiwa kwayo. Lakini mchana wa leo ninatangaza tangazo la wito. Tangazo la wito tunapokwenda kuhitimisha somo letu la leo. Ninaona watu sasa wananilaumu kwamba huyu mchungaji naye mbona hamalizi? Kwani unaenda kufanya kazi gani nyumbani? Si hapa ni siku ya Sabato. Nyinyi hamna tabia ya kula pamoja kanisani, maana watu wameisha kuwa wengi. Sherehe tunakulaga pamoja. Lakini kwa sababu basi kila mtu nikaa kwangu, tunakula kila mtu nyumbani kwake. Ninaomba nimalize. Wale wanaofanya matengenezo kwa njia ya ubatizo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale wanaofanya matengenezo kwa njia ya ubatizo wanasema sisi kwa kweli tulikuwa hatufai kuingia humu, lakini huu ubatizo unaokuja na sisi tuko tayari kubatizwa. Si wananyosha mkono namna hii? Ningesema msimame, lakini mkisimama sitaona vizuri. Yule anayekwenda kubatizwa leo anyoshe mkono kama yupo. Hayupo? Anyoshe mkono anayekwenda kubatizwa leo. Alafu baadaye nitakuita.
Anayekwenda kubatizwa leo anyoshe mkono. Alikuwa amelala. Pole mwanangu, Mungu akubariki. Fanyeni matengenezo. Kwa njia ya ubatizo Yesu akukarabati. Maana unaenda kuzika mwili wa dhambi ili utoke na mwili mpya wa Kristo uliojaa utukufu. Sio kwamba unaenda kuzama kwenye maji ili uwe mshiriki wa kanisa wa Adventista wa Sabato. Unaenda kufanya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Bwana akubariki. Lakini wale ambao walirudi nyuma kwa namna moja au nyingine, waende wakafanya matengenezo. Lakini wale ambao kwa kweli sio waaminifu kwa zaka, kwa sadaka, hata tunapohubiri habari ya zaka na sadaka, wao kwa kweli katika moyo yao hakuna hata kimoja kilichoingia, leo wakafanya matengenezo. Wale wanaosema ya kwamba sisi kuanzia leo tunaanza upya, tulikuwa wadhaifu katika kiroho, maombi hatuji, kusoma Biblia hatusomi, hata kufungua Sabato hakuna, hata kuja siku za Sabato kama hizi. Tunakuja siku hizi maalum ambapo kuna mgeni, tunakuja kuchungulia huyu mgeni ana jambo gani. Jambo ni kufanya matengenezo. Mgeni analeta jambo la kufanya matengenezo. Basi sasa wanasema kuanzia leo tunafanya matengenezo, nao Mungu awabariki. Lakini watu wa mwisho, wale waliofika, waliosema sisi tulizaliwa katika kanisa hili, lakini bado tulikuwa na dini tu ya mazoea, hata Yesu hatujamwelewa vizuri, na wao wakafanya matengenezo. Ukamtambua Yesu binafsi katika moyo wako na katika maisha yako. Hata hivyo, matangazo ya wazee haya kutangaza kila siku, mengine sio ya kutangazwa. Mimi kuna vitu vingine wakisema sasa hiyo nayo wamesema la dini. Ni la kwako wewe mwenyewe. Kwa mfano, kutangaziwa ibada ya maombi. Kweli kuna mtu anayefundishwa kuomboleza hapa. Ukifiwa unafundishwa kuomboleza? Si unaomboleza mwenyewe, unajua uchungu ulionao. Utaelekezwa. Umefiwa na mume wa kufundisha kuomboleza, umefiwa na mtoto wa kufundisha kuomboleza, umefiwa na ndugu wa kufundisha kuomboleza, umefiwa na baba wa kufundisha kuomboleza. Si utaomboleza mwenyewe, utaongea na maneno ambayo hujawahi kusema. Wanakutangazia maombi. Siku za maombi wanazitangaza. Siku za maombi watu tu wanakuja, wanajaa kanisani. Ibada ya maombi inaendelea. Fanyeni matengenezo, muwe watu wa kiroho. Muwe watu wa kiroho, moto ukawake. Unakuta kama mtu hapa kanajitokeza, kanafungua hapa kanisa, watu wanajaa, wanatoka watu. Wanatoka watu. Wengine si wanatoka huko. Unajua kuna vitu vinaniumiza. Acha tu mzee wa kanisa nimalize. Tusimame. Bwana nataka hili kwa kuwa nimechafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa, unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Yule anayekwenda kubatizwa kwa ujasiri mkubwa, mimi nachokijua nyinyi hamwezi kuelewa. Mimi kwetu na Belela nikibatiza watu watano.
conference wananipa zawadi. Na Belela nikibatiza watu 5 lazima wanipe bonus kwamba umefanya kazi kubwa. Ila hapa mnaona tu ni kawaida, kwa sababu watu wote wanajua Sabato, wanajua kanisa la Sabato. Kule kumwambia mtu Sabato, wakati makanisa yamezunguka kama haya makubwa ya Jumapili, mengine ya vioo, mengine yana mashule, mengine wa magari nini, watu wanajaa kama hivi. Sisi kwetu ni 5, 10, nyinyi wanajaa, mnatangaza tu tangazo kubatiza. Njoo kijana wangu naye kwenda kubatizwa. Njoo, Mungu akubariki sana. Njoo nikushike mkono. Mungu akubariki sana. Sio kwamba unabatizwa kuwa Mwadventista Msabato tu, unabatizwa kuungana na Yesu. Mungu akubariki sana. Lakini kama kuna na mwingine anasema na kwamba naamini kwa sababu injili ya leo nimeisikia, ninataka nikabatizwe, simama tu hapo. Simama, njoo kasimame hapo. Mungu akubariki sana. Mzee wa kanisa, kondoo imeongezeka. Njoo kashike mkono. Kondoo ameongezeka huyu. Angeenda kwa warokole, kwani ungemkataza? Angeenda kwa warokole huko juu. Jana nilikuwa nasikia kelele huko juu. Na kule angeenda huyu. Lakini ameona hapana, aje abatizwe hapa. Bwana asifiwe. Huu ni ujasiri mkubwa. Biblia inasema mtu mmoja anayetubu ni zaidi ya wale 99 ambao si kitu kwa. Mungu akubariki. Tunapokwenda kuomba, ujumbe umeusikia. Kuna mfugaji wa ng'ombe hapa. Bwana akubariki mzee wangu. Wengine hamna. Nunueni ng'ombe mkaweke huko Masaini. Sikae mjini. Ng'ombe ikizaa wakati wa kiangazi. Bwana mzee anacheka. Ng'ombe akizaa wakati wa kiangazi, anasema kazi yangu nimemaliza, imebaki kazi ya bwana wangu. Yaani ya kuleta maji na nyasi ili upate maziwa. Sasa na mimi kazi yangu nimemaliza. Imebaki kazi yako kufanya matengenezo. Bwana akubariki. Sitasema maneno mengi sana, ila ninakusina kukuomba. Mwaka unakuja. Leo ni Sabato ya mwisho ya mwaka 2025. Lakini mwaka unaokuja nataka hawa wazee wapige simu waseme moto umewaka Bethlehem. Moto umewaka. Sasa kanisa linajaa siku ya Jumatano. Watu wamekuwa vichawa injili. Watu wamebadilika. Sadaka na zaka zimeongezeka. Asitaka kuna wafanyakazi kama 50 ndani ya kanisa, lakini zaka na sadaka mwishoni mwa mwezi hata 300 hazifiki. Ila nilipoanza injili ya matengenezo, injili ya uwakili, injili ya kutoka kwa mpango, injili ya uaminifu, nilitoka ndani ya miezi 3 wamefikisha 1,400,000 ambao walikuwa wafikii hata 300,000. Sembuse hapa. Mungu awabariki. Acha tuombe. Funge macho tuombe. Jehova Mungu wetu wa mbinguni, mfalme wa falme, Bwana majeshi, ninakushukuru Baba. Ninaungana na watakatifu wako ambao leo umewafanyia makarabati, umewafanyia matengenezo kwa kumtuma nabii kusimama katika lango na kusema maneno ya kufanya matengenezo. Baba, ninakuomba, na mimi nimeyasoma kama ulivyonituma, nimeyaeleza kama ulivyonielekeza. Sasa Baba, ninakuomba kanisa la Bethlehemu, wana wa kiume na wana wa kike, wale watoto, vijana wadogo kwa wakubwa, wafanye matengenezo katika mchana wa leo. Wafanye mabadiliko ili wanapokuja katika kanisa hili, Bwana, wabaki kusimama katika wewe. Mungu, ninakuomba wale ambao Mungu wa mbinguni walizani kuiba kwa mizani ndio dini ndio biashara, waende wakarekebishe mizani yao. Wale watu ambao walikuwa wanahisi kwamba wasipozini hawatapata hela ya matumizi, wale wasichana waache uzinzi, maana wamefanya matengenezo. Wale wamama ambao
Mungu walienda nje ya ndoa, Bwana wakafanya matengenezo. Wale watu ambao walikuwa wanatoa hukumu ambayo sio ya kweli, wakafanya matengenezo. Wale watu ambao walikuwa wanaenda kufanya ibada za sanamu, kuabudu miungu, kufikizia ugumba, kwenda kwa waganga wa kienyeji. Ninasikitika, niliwahi kwenda mahali fulani, nikapigiwa simu ya kwamba shemasi mkuu ameleta mganga wa kienyeji nyumbani kwake. Huenda hapa yuko mtu anapendelea sana kwenda kwa waganga wa kienyeji. Kwa jina la Yesu ninakuomba sasa ukamponye, ukamwokoe, akamtegemee Mungu, sio waganga wa kienyeji. Baba mtakatifu, wale ambao Mungu wa mbinguni walihisi kwamba wao wamezaliwa katika imani, wakamwacha Yesu wakabaki na dini, ninakuomba Yesu kawajazie Roho Mtakatifu. Bwana, wakakujua Yesu, ili wanaposimama katika chombo hiki kama kanisa, wabaki kuelewa ukweli wa neno lako. Wabariki wale wanafunzi, wanavyuo, wale watu vijana wanaosoma sekondari, lakini wale wamama, wazee, wale wababa ambao wanafikiri kwamba kutambikia mizimu ya wababu na mababu hiyo ndio mpangilio wa maisha ya kibinadamu. Hapana, huo ni upagani. Waende wakafanya matengenezo ili wakafanya ibada inayokupendeza wewe, Mungu wa mbinguni. Tunakwenda kula meza ya Bwana sasa, muda sio mrefu. Roho Mtakatifu ukatusafishe mioyo yetu, ukatutakase kwa maji na kwa damu, ili tuweze kufaa kula mkate na divai kwa ajili ya wokovu wetu, tukamtangaze Kristo Yesu katika mioyo yetu. Bwana, watu wakituona Yesu wakakuone wewe katika mioyo yetu. Mungu tunakuomba ukatubariki. Mungu tunakuomba ukatusaidie. Lakini Bwana, sio kwamba hawa watengeneze mimi nibaki. Nami ninakuomba nifanye matengenezo katika maisha yangu, ili Baba nifae kwa ajili ya ufalme wa Mungu, lakini nifae kwa ajili ya watu wengine waweze kuokolewa. Ninaungana na kundi kubwa hili, lakini tukiomba kwa ajili ya kijana huyu ambaye amejitoa kwa ubatizo. Muda sio mrefu ataungana na wengine kwa ajili ya kubatizwa. Ninamweka mikononi mwako, ukambatiza kwa Roho Mtakatifu, ukamjaze nguvu ya kimbingu. Atakapoenda majini, hapo ni kudhihirisha kwamba kweli amekubali, kweli ameungana pamoja na wewe kwa njia ya maji ya ubatizo. Mwenyezi Mungu, bariki kanisa lako la Bethlehemu, viongozi wa kanisa. Usimwache mchungaji wa mtaa aliye na majukumu makubwa ya kimtaa, akishirikiana na wazee wa kanisa hili na washiriki wote. Kazi yako ikaishi, twende mbinguni, maana Yesu anakuja. Baba, asante kwa sababu umesikia na umetenda, kwa kuwa tumeomba na kushukuru. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Haleluya. Yohana 13. Nitasoma baadhi ya mafungu kwa ajili ya huduma ya Pasaka. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Basi alipokwisha kuwatawadha wanafunzi wake miguu na kuyatoa mavazi yake na kuketi tena, aliwaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Bwana atubariki.